Mtazamaji wetu wa Mass Media, leo tarehe 3 Mei 26 tunakuletea magazeti kwenye kipindi cha The Morning Cup, na tukianza moja kwa moja kwenye mikono yangu nina gazeti la Mwananchi Tanzania, ambayo habari kubwa imeandika kamati Chadema yaja na vuguvugu la katiba mpya free Lissu. Habari ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia ukurasa wa mbele hapa imeandika wahudumu gesti walivyo katika hatari kiafya. Kama wewe ni mhudumu wa nyumba za wageni, ukurasa wa 2 gazeti hili la Mwananchi utapata kujua kwa undani zaidi. Ukurasa wa 2 kimeonyesha habari picha waziri mkuu Mwigulu Nchemba, huku habari picha ikionyesha pia wananchi katika ziara yake hiyo huko kanda ya kusini. Anasema Mwigulu, sitakubali uporaji wa haki za watu ushamili. Lakini pia ukurasa wa 15 gazeti hili la Mwananchi limeandika mbaloni kwa kutuma ujumbe kwa wajumbe tume ya Chande. Na kamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa imeandika Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya, yataka ipatikane ifikapo 2027. Kamati ndogo ya kamati kuu yapewa maelekezo kuandaa muswada kwa kushirikisha wananchi. Hii ni ukurasa wa mbele gazeti hili la Nipashe. Polisi kuchunguza madai mfanyakazi wa ndani kujinyonga, ukurasa wa mbele kabisa hapa imeandika ukurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe kwa undani zaidi. Habari hii imeweza kutokea kule Shinyanga baada ya mfanyakazi wa ndani kujinyonga, huku mama mwenye nyumba akidai alimwacha na kuelekea kwenye majukumu yake ya kufanya kazi. Lakini pia ukurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe limeandika waliotukana tume ya Jaji Chande wasakwa, watatu watiwa mbaroni. Lakini pia gazeti hili limeandika kamati kuu ACT Wazalendo kujadili hali ya kisiasa nchini, huku habari picha ikimonyesha mbunge Ado. Nikiachana gazeti la Nipashe na kamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari, habari kubwa imeandika Mwigulu acharuka dhidi ya dhuluma, atoa onyo kali kwa waajiri wasiolipa wafanyakazi wao. Ukurasa wa 2 gazeti hili la Habari Leo. Ukurasa wa mbele pia imeandika Mkenda okoa jahazi, mwanafunzi mwokota makopo alishindwa kulipa faini ya $100,000 akaacha chuo, alala sokoni vituo vya daladala. Ukurasa wa 4 gazeti hili la Habari Leo limeandika. Nikikamata gazeti la Tumaini Letu imeandika askofu awapa tahadhari mapadri, ukurasa wa mbele kabisa. Lakini pia kundi la wasiomjua Kristo la anikwa, ukurasa wa 4. Kwa kama hamjui Kristo, chukua gazeti lako la Tumaini uweze kujua kwamba je, kwenye listi hiyo upo au la. Gazeti hili pia limeandika Jubilei miaka 75 jimbo kuu la Dar yanukia. Nikikimbilia kwenye kurasa za kimichezo, gazeti la Habari Leo imeandika Simba Yanga kisasi, likiwaonyesha makocha hapa kutoka pande zote mbili. Kocha wa Simba hapa Barka, lakini pia tunamuona hapa kocha wa Yanga Pedro hapa mkono wangu huu wa kulia. Ukurasa wa 23 gazeti hili la kimichezo, upande wa kimichezo imeandika Salah funga ukurasa Anfield. Lakini pia shirikisho ngumi la jipanga madola. Ukurasa wa mbele imeandika Azam haijapoa. Lakini pia SMZ yahimiza miundombinu bora AFCON 2025.
7. Nikikamata gazeti la kimichezo Mwanaspoti, ukurasa wa mbele imeandika shilingi imesimama. Pedro atoa kauli nzito, lakini pia Baka awataja wawili Yanga. Inaandika balaa la Reblon Lex kama Man United Liverpool kumaliza ubishi leo, kumbe Nandi yupo. Ni ukurasa huu wa mbele gazeti hili la Mwanasport, ukurasa wa 15. Habari ya Nandi utaweza kuipata kabisa. Mimi nakamilisha kwenye kurasa za magazeti siku hii ya leo, nzuri kabisa, Jumapili nzuri kabisa. Mimi nikusii tu usiache kwenda kwenye nyumba za ibada kwa ajili ya kuweza kumtukuza Mungu wako na kumshukuru kwa juma nzima ambalo aliweza kuwa na wewe. Mimi naitwa Mjomba, karibu sana Mass Media. Usiache kusubscribe, ku like, ku share na ku comment.